Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na somo letu la ifahamu sheria ya ndoa. Katika darsa iliyotangulia tulifundisha na kueleza masharti anayotakiwa kuyakamilisha yule ambaye ni wali wa ndoa ili awe na sifa za yeye kuweza kusimamia jukumu hilo la ufungishwaji wa ndoa. Na kipengele ambacho tunaingia katika darasa yetu ya leo, muallifu rahimahullah anasema kwamba wa innama yanquluha lilab'adi mawani'ul wilaya. Kuna wali na huyu wali anatakiwa awe na sifa za yeye kuruhusiwa kisheria kusimamia jukumu zima la ndoa. Lakini kuna vitu ambavyo vinaitwa almawani'. Mawani' ni vizuizi, sifa ambazo hatakiwi kuwa nazo huyu wali, kwa sababu sifa hizo zitapelekea yeye kutokuzingatiwa kisheria kwamba ni mtu sahihi anayetakiwa kusimamia swala zima la ufungishwaji wa ndoa. Hivyo leo tunaingia katika kuvieleza hivyo vizuizi ambavyo vinapelekea huyu wali kupoteza sifa ya yeye kuruhusiwa kisheria kusimamia jukumu zima la ufungishaji wa ndoa. Muallifu rahimahullah anasema hizi mawani ambazo zimeandikwa katika kauli ya Ibn Imadi pale aliposema wa asharatun sawalibul wilaya kufrun wa fisqun wa siba lighaya riqun jununun mutbiqun aw al-khabal wa akhrasun jawabuhu qad iqtafal dhu atahin nadhiruhu mubarsamun wa ablahun la yahdi wa abkamu. Ibn Imadi amekusanya katika mandhuma yake vizuizi vinavyopelekea wali kupoteza sifa ya yeye kuwa wali wa ndoa, na muallifu rahimahullah ameviweka kwa kuvieleza kimoja baada ya kingine insha Allah, na sisi tutavitaja kama alivyoviweka muallifu rahimahullah. Fahadhihi 10 suwarin, hizi ni sura 10, tantakilu fiha alwilayatu lilabad. Wali unahama kutoka kwa yule ambayo ni alqarib, wali aliyokuwa wa mwanzo, kwenda kwa anayefuatia kidarja. Kama tulivyoeleza katika masomo yaliyotangulia, tulisema kwamba mawali wana daraja zao, na daraja ya kwanza ni daraja ya ubaba, daraja ya pili ni daraja ya babu, daraja ya tatu ni daraja ya ndugu ambao wanashirikiana na huyu mwenye kuolewa baba na mama, maanake baba yao na mama yao ni mmoja, na kama tulivyotaja katika darasa zilizotangulia. Sasa endapo mmoja katika wale mawali ambao atakuwa na sifa ya yeye kuzingatiwa kwamba uwepo wake yeye ndo anayetakiwa kusimamia swala zima la ufungishaji wa ndoa, lakini ikatokea ikawa ana hivi vizuizi ambavyo tutakavyokuja kuvitaja, maana yake wali unahama kutoka kwake kwenda kwa anayefuatia, ndicho kinachokusudiwa. Jambo la mwanzo anasema alula, kizuizi cha kwanza, idha kana alqaribu kafiran. Mfano, baba atakapokuwa sio Muislamu lakini binti yake ni Muislamu, na huyu binti akataka kuozeshwa, na huyu baba ndiyo mwenye sifa ya mwanzo ya yeye kusimamia lile jukumu zima la kufungishwa kwa ndoa hiyo. Maana yake kwa kitendo cha yeye kutokuwa si Muislamu, maana yake amepoteza sifa ya yeye kuwa ni wali. Itaangaliwa katika familia yao, katika wale mawali ambao wanazingatiwa kisheria kwamba ni mawali, wataangaliwa babu yake yupo hai, ikiwa yupo hai, ikiwa ni Muislamu basi atasimamia jambo hilo la ufungishaji wa ndoa, na ikiwa ni kaka zake, ikiwa ni Waislamu, wao ndio watakayosimamia jambo hilo la ufungishaji wa ndoa. Hiyo ni ya mwanzo. Athania, ya pili, idha kana fasiqan, baba atakapokuwa ni fasiq. Fasiq ni kinyume cha al-adl. Kama tulivyoeleza katika darasa iliyotangulia, tulisema al-adl ni mtu ambaye hafanyi madhambi makubwa, mfano zina na mengineyo, na si mtu mwenye kudumu katika kuyafanya yale madhambi madogo madogo. Kwa hivyo kinyume cha adli maana yake ni al-fasiq. Fasiq ni mtu ambaye anayafanya madhambi makubwa bila uoga na ni mwenye kudumu katika kuyafanya yale madhambi madogo madogo. Kwa hiyo ikitokea wali akawa na sifa hii ya al-fasiq, maana yake anakosa sifa kisheria ya yeye kusimamia ndoa. Lakini ipo ikhtiyar ambayo wamechagua al-Imamu Nawawi na wengineo katika maimamu kwamba
baqaa wilayatihi, kubakia wali hata kama atakuwa na sifa hiyo. In kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dhalika alwali min anwa'i alfisqi au akthara, ikiwa wali huyo kukosa sifa hiyo kwa sababu yeye ni fasik, ikapelekea mamlaka ya usimamizi wa ndoa yakaenda kwa ambaye ni hakim, lakini huyo hakim aliyopelekewa mamlaka hayo ya kusimamia ndoa akawa na yeye ni miongoni mwa wale ambao wanafanya madhambi makubwa au wanadumu katika kufanya madhambi madogo, maana yake akawa na sifa ya ufasik, basi ni bora zaidi yule baba akabakia kuwa ni sehemu ya kusimamia hiyo ndoa kuliko kuipeleka kwa mtu ambaye na yeye pia ni mwenye kuyafanya hayo ambayo huyu wali alikuwa akiyafanya. Athalitha, ya tatu, anasema idha kana alqaribu sabiyan au ghaira balighin, ikawa yule wali ambaye anatakiwa kufungisha ndoa akawa ana sifa ya utoto, maana yake sio baligh, ni mtoto, moja kwa moja wali unaenda kwa anayefuatia. Arabiatu, ya nne katika vizuizi vinavyomzuia wali kusimamia ndoa, idha kana raqiqan, atakapokuwa ni mtumwa, kwa sababu mtumwa ana haki ya kumiliki, hivyo hawezi kusimamia suala zima la ufungishwaji wa ndoa. Alkhamisa, ya tano katika vizuizi, idha kana majnunan, pale ambapo wali atakapokuwa ni majnuni, ni mtu ambaye ana matatizo ya kiakili, jununan mutbiqan, uenda wazimu wa moja kwa moja, maana matatizo ya kudumu ya akili. Falau qasura zamanul jununi, pale ambapo itakapokuwa imetokea kwamba huyo mtu ana matatizo hayo ya akili, lakini kuna wakati fulani anakuwa yuko salama na kuna wakati hali hiyo ya matatizo hayo inarejea. Kayaumin fi sanatin, kama siku moja katika mwaka, mfano katika mwaka mzima huwa ana siku moja, hiyo siku anakuwa katika hali hiyo ya akili yake kidogo kutokutulia. Untudhirat ifaqatuhu, itasubiriwa mpaka pale atakapokuwa yuko salama, kisha ndio litafanyika hilo jambo la ufungishaji wa ndoa. Anasema muallif, fa in taqatta'a jununuhu zawaja zaman al-ifaqati wa qama al-hakim anhu zaman al-junun, ikiwa ule wendawazimu wake utakuwa umekata, utakuwa umesimama, maana yake ule wakati ambao atakuwa yupo katika hali nzuri, hapo atasimamia jambo zima la ndoa. Ikiwa atakuwa katika hali ambayo si ya kutarajiwa kupona, basi atakayesimamia swala zima la ufungishaji wa ndoa hiyo atakuwa ni hakim ambaye ni msimamizi wa mambo ya kisheria katika maeneo fulani yanayowahusu Waislamu. Endelea kuwa nasi katika kipindi hichi ili tuweze kuyaeleza kwa pamoja na kuyafahamu kwa pamoja vile vitu ambavyo vinakuwa ni kikwazo kwa msimamizi wa ndoa kutokuwa na sifa ya yeye kufungisha ndoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.